Naam, habari ndugu mtazamaji wa kipindi cha Gavoo News, ikiwa ni siku nyingine tena na kuletea habari zako ni mimi Zulfa Rashidi. Mbunge wa jimbo la Ruangwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema wakazi wa wilaya ya Ruangwa hawana deni na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi kubwa aliyoifanya wilayani humo. Amesema Rais Dr. Samia ametoa fedha nyingi za kutekeleza miradi ya maendeleo kwenye sekta za kilimo, afya, elimu, miundombinu na nyinginezo. Tukihamia Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba itakabiliwa na madhara mabaya iwapo Wahouthi wa Yemen wataendelea kushambulia njia za meli za kimataifa. Waasi wa Houthi walijaribu kwa mara ya kwanza kushambulia meli ya USS Harry S. Truman katika Bahari Nyekundu siku ya Jumapili kufuatia mashambulizi mabaya ya Marekani dhidi ya Yemen. Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon imesema imetekeleza mashambulizi 30 nchini Yemen tangu Jumamosi katika operation kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani Mashariki ya Kati tangu Trump arejee ikulu ya White House. Shirika la Afya Duniani WHO imeonya kuwa dunia inaweza kushuhudia maambukizi mapya ya HIV zaidi ya milioni 10 na vifo vya watu milioni 3 vinavyohusiana na ugonjwa huo kufuatia kusitishwa kwa msaada wa kigeni wa Marekani unaosaidia upatikanaji wa dawa za HIV. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom amesema kusitishwa kwa msaada huo kunaweza kufuta mafanikio ya miaka 20 katika kupambana na HIV. Aidha, ameonya kuwa juhudi za kudhibiti magonjwa mengine kama polio, malaria na kifua kikuu zimeathirika vibaya. Na tukihamia kwenye habari za michezo, klabu ya Manchester United imepandisha bei ya Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 27 akiwa kwa mkopo katika klabu ya Aston Villa kimemfanya aitwe tena England. Klabu ya Yanga imefungua kesi ya malalamiko kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS, hatua inayokuja baada ya kutoridhishwa na majibu ya shirikisho la soka Tanzania TFF kufuatia kuhairishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwa mujibu wa ripoti ya Wananchi, hawana imani na bodi ya ligi na wameshindwa kukubaliana kabisa na majibu ya barua iliyotoka, na hivyo wameamua kusonga mbele CAS ili kudai haki yao. Ni hayo tu tulokuandalia leo katika Gavoo News. Ulikuwa nami Zulfa Rashidi, mpaka wakati ujao usisahau kucomment, kulike, kusubscribe katika channel zetu zote tunazopatikana kwa jina la Gavoo Media. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.